Ni asante Bwana wetu kwa pamoja nasi masaa haya mema ya mchana uliotujalia kuyafikia. Tusamehe dhambi, tusafadhalimu, shusha Roho katawale kaongoze mwanzo wa mwisho wake kwa Yesu naomba na kuamini. Asante wapendwa, juma zima tumekuwa tukizungumzia habari za upendo na haswa sana kuwafikia watu ambao bado hawajampokea Kristo na kumuelewa kivyovyote vile. Na katika juma zima tumekuwa tukizungumzia swala hili la kuwafikia na katika hali ya kuishi tabia ya Kristo ikiwa imedumu ndani ya mioyo yetu na kwenye maisha yetu. Na katika kipindi hiki cha juma zima tukizungumzia haya, tumegundua kwamba inatupasa sisi watu wa Mungu tuweze kubadilika ili kwamba tuwabadilishe na wengine wasiobadilika, kwa sababu itakuwa ni vigumu kuwabadilisha wale iwapo sisi hatujabadilika, kwa maana watakuwa wanatuangalia kama sisi mmoja wao. Lakini inawezekana tu iwapo nasi kama watu wa Mungu tutakubali kubadilika ili tuweze kuwabadilisha. Bwana asifiwe. Lakini leo nawaletea ujumbe unaosema usimdharau, ni wa thamani. Wapendwa, kwa ajili ya mpango wa wokovu ambao Mwenyezi Mungu alikuwa nao, alitaka ya kwamba sisi tuliokuwa tumepotea, sisi ambao hatukuitwa kwa jina lake, angalau tuweze kuitwa kwa jina lake. Kwa sababu gani? Wokovu na mpango huu wa maisha ya Ukristo, maisha ya kimbingu, hayakuwa yameandaliwa mataifa ambao ni wewe na mimi, lakini mpango huu umesalia kwa nyuma na uzao wa Israeli pekee. Japokuwa kwa ajili ya upendo ambao Kristo alishuka nao, aliweza kutushirikisha sisi ambao si Waisraeli halisi katika mpango huu wa wokovu. Bwana asifiwe. Ni upendo wa ajabu. Farisayo na waandishi na wakuu wa dini walikuwa wameshika dini hiyo, wameshika imani na mafundisho basi na kujali watu wengine. Lakini upendo ulioje, Kristo akakushirikisha wewe, akanishirikisha mimi katika wokovu huu. Na ndio sababu nataka nikwambie kwamba si vyema kumdharau mwenzio, kwa maana naye anafaa, ana thamani. Wapendwa, tupate kuelewa ya kwamba jinsi ambavyo wana wa Israeli, Mafarisayo, waandishi, wakuu wa dini na wengine wengi waliokuwa katika enzi hizo, waliokuwa wanachukulia watu wa mataifa, watu hawa walihesabiwa kuwa watu wasiofaa tena najisi. Kwa unajisi huo na kwa kutofaa huko, Kristo akatuangalia akaona hapana, nilipokuwa tunaumba mtu kwa sura na mfano wetu, hata huyu alikuwemo. Na ndio sababu hakuna tofauti ya mtu ambaye ni Israeli na mataifa. Watu wakionekana, wanaonekana kwa sura moja ambaye ni mfano na sura ya nani? Ya Bwana Mungu. Tuliokuwa tumedharauliwa tukafaa. Ndugu zangu, dada zangu, hakuna mwanadamu hata mmoja asiyeishi na jirani. Hakuna mwanadamu hata mmoja afanyaye kazi pasipo watu. Hakuna mtu hata mmoja anayefanya biashara mahali ambapo hakuna watu. Swali ni je, watu hawa unaotangamana na wao umewathamini? Watu hawa unaokaa na wao umewathamini? Licha ya mapungufu yao, wanatamani. Bwana asifiwe. Kufika wakati ambao Wafilisti wanafanya mpango wa kuwapiga wana wa Mungu ambao ni Waisraeli. Kwenye mpango huu wakitaka kuwapiga watu wa Mungu ambao ni Waisraeli, pakatokea wamechagua jitu kubwa, jina lake Goliathi. Goliathi akawa amethaminiwa sana na Wafilisti na wamemwamini kiasi ya kwamba wana amani mioni mwao kwamba hamna mtu anayeweza kumdhibiti. Sikia, wakati ambao jamaa huyu anakuja kutangaza vita, anasema na nyinyi toweni wewe, toweni wewe. Kipindi ambacho anawaambia Waisraeli watoe mtu wao,
Jamaa waliokuwa miraba minne walioonekana kuwa angalau katika jamii ya Israeli waliingia baridi, wakawa wanaangaliana. Jamaa ambao katika mitaa na miji ya Israeli walikuwa wanaonekana angalau katika familia fulani kuna mtu shujaa anayeweza kusimama kwa ajili ya kutetea familia hiyo, lakini hao wote waliokuwa wamejenga misuli waliingiza baridi, wakawa wanaangaliana. Ni nani atakayesimama kupigana na vita hii? Sikia, muda si mrefu sana Mwenyezi Mungu akamtia ujasiri na uwezo mtoto wake mjasiri ambaye ni Daudi. Licha ya kuwa alikuwa mtoto mdogo sana katika ujana wake, anajitokeza. Sikia, wakati ambapo Daudi anajitokeza, Mfilisti huyu aliyekuwa katili kwa jina Goliathi, Biblia inasema ya kwamba alimtazama. Katika Samueli wa kwanza 17:42 Biblia inasema ya kwamba jamaa huyu ambaye ni Goliathi alimtazama, akamwangalia Daudi. Alipomwangalia Daudi akaona, Biblia inasema ya kwamba akamdharau Daudi kwa maana ni kijana tu, tena wa sura nzuri. Kwa macho ya Waisraeli waliamini ya kwamba huyu kijana anaenda kuuawa. Hawakuona tumaini ndani ya kijana huyu. Ndugu zake wakamkana, wakamwambia hapana, wacha mtoto, rudi nyuma, nenda kule kachunge kondoo, kwa maana wewe vita hivi huviwezi, ungali mtoto mdogo. Lakini kijana huyu akasema, kwa jina la nani? La Mungu ishi, itapigana na hicho. Sikia, wakati ambapo kitu hili linakuja kukabiliana na kijana huyu mdogo, linakuja kwa madaa na majivuno. Kwa madaa na majivuno, yaani ndani ya akili ya Goliathi, kwa sababu ya madharau aliyokuwa nayo kwa mtoto huyu mdogo, hakuna kitu ndani ya mawazo yake kilipopa kwamba kitu kinaweza kukanipiga. Wapendwa, kwa ajili ya wokovu hamna asiyefaa. Bwana asifiwe. Mbele ya Mwenyezi Mungu hamna asiyefaa, sote twafaa, alimradi tumeshikana pamoja kwa ajili ya wema wa Mungu. Usimdharau kwa maana yawezekana ya kwamba umeishi na mzee wako, imefika wakati ambao mambo anayofanya yanakuudhi. Sasa umeanza kupitisha macho kwani hujali, umemdharau kama kwamba hata unawaambia watoto wako, unawashawishi wasimwamini na kumtegemea baba yao, wasimpe heshima. Elewa ya kwamba alikufanya ukae. Elewa ya kwamba wapo watu ambao wanatamani kupiga familia yako, wanaotamani kufanya mabaya ndani ya nyumba yako, lakini wakiona huyo mzee unayemdharau na unayemwona kwamba hafai, wanaogopa kwa sababu yawezekana umeishi na mama, kipindi ambacho mlichukuana alikuwa mzuri sana, kuvutia na kupendeza machoni pako, lakini imefika wakati ambao unaona ya kwamba amechakaa, wala kumthamini. Hata ukisafiri uondoki naye, unaona ya kwamba hafai, lakini elewa ya kwamba ndiye atakayesalia kuwa mama wa watoto wako, na watoto wako watathaminika kwa sababu ya huyo mmoja. Basi wapendwa, wapo watu wengine wanaoishi na jirani zao katika hali ya dharau na kutowajali. Unajiuliza kwamba anawe anasaidia nini? Ni sawa, ni jirani yangu, lakini atanifanya nini? Ndugu zangu, dada zangu, ukweli ni kwamba ana thamani yake. Kwa sababu gani? Siku moja na utajiri wako utakapokuwa umevamiwa, utapiga nduru. Swali, unapigia nani? Bwana asifiwe. Kama na utajiri wako umemdharau jirani yako vya kutosha, swali, unavamiwa usiku, unapiga nduru, unapigia nani?
unapigia wewe jirani ule mdharau aja. Kwa hivyo hakuna mtu asiye na thamani, wapendwa. Na msingi ni kuelewa ya kwamba kila mtu ana nafasi yake na sehemu yake katika maisha yako. Basi nithamini sehemu hiyo ndogo ambayo angalau anaweza akaidhibiti kwa wokovu na maisha yako. Wapendwa, tunapozungumzia habari za wokovu na habari za maisha yetu, tupate kuelewa ya kwamba Mungu alitumia vinyonge kwa ajili ya kuleta makuu. Swali, uyaonayo kwa macho inakuja ya dharau na haujui kuu ulio ndani yake? Sikia, kuna kipindi ambacho Waisraeli walikuwa wameishi katika maisha yao ya kawaida, na kama ilivyokuwa desturi yao, watu ambao walikuwa na ugonjwa wa ukoma wangetengwa, wala wasingesalimiwa na mtu awaye yote, wasingeshirikishwa katika shughuli za jamii, wangetengwa na watu wameanza kule, wangepelekewa chakula kama watu wasiofaa. Wapendwa, katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 7 kuna jamaa waliokuwa wenye ukoma wangapi? 4. Jamaa hao walikuwa wametengwa, wamedharauliwa na jamii. Hakuna mtu ambaye angesema kwamba nina mtu wangu sehemu ile. Hakuna, hata kama mtu huyo kabla ya kuugua ukoma alikuwa mzuri na akawa na girlfriend, huyo girlfriend asingeweza kusema nina jali yangu huku ametengwa. Hata mtu angemtajia, angemkemea chini. Hata wazazi waliowazaa wasingekubali kushirikishwa na watoto hawa licha ya kuwa watoto wao wa damu. Sikia, kukakuwepo njaa katika taifa. Ilipotokea njaa katika taifa, watu wakasumbuka na kuteseka, kiasi ya kwamba wengine walikuwa wanatazamia kifo. Kwa sababu gani? Chakula kilikuwa kinapungua. Lakini hawa 4 wakasema hapana, licha ya kuwa tumedharauliwa, licha ya kuwa tumetengwa, tuelewe jambo moja, kwamba tukikaa hapa tutakufa, tukienda tutakufa. Basi kilichoko tuende, hata kama kufa tufie huko. Wakaondoka. Na kinafurahisha ni kwamba kipindi ambacho jamaa hawa waliotengwa na kudharauliwa walipokuwa wametoka wakiwa zao njiani, Mungu akafanya maajabu. Washami walipokuwa wamekaa katika kambi yao, Mungu akageuza nyayo za jamaa hawa waliokuwa ukoma kuwa na sauti kama za magari za vita. Washami waliposikia wakasema, kwisha, sisi kwisha, hatupo tena, tumeisha. Washami wakaondoka. Washami walitoroka. Jamaa hawa wakaja, walipokuwa wamefika kwenye kambi, wakapata watu wapo, wakashukuru Mungu wao, wakawa wanakula na kuweka, wanaenda kwenye hema lingine, wanakula na kuweka, wanaenda wanakula na kuweka. Walipokuwa wamekula na kuweka, wakasema hapana, hatujahitimisha bado. Tukifanya hivi itakuwa si vyema. Watu waliodharauliwa, waliotengwa, wakumbuka waliofaa, waliowaona kwamba wafaa. Wakasema haitoshi, tukala sisi tukashiba, tukawa sawa, na jamaa zetu wanaumia kule, wanaangamia na kuteseka kule, basi tuondoke tuende, ili kwamba tukamwarifu mfalme habari ya mambo yaliyotukia, ili kwamba angalau nao pia waweze kuelewa kitutokea kiweze kuwafaa. Na ajabu ni kwamba kipindi ambacho jamaa hawa wanaenda kwa mfalme, walikwenda kwa mfalme wakamwarifu habari hizi. Walienda kwa wajumbe, wakaambia wajumbe yaliyotokea langoni. Wajumbe hao walipeleka ujumbe
kwa mfalme. Mfalme akatoa vikosi vya vita. Twendeni. Swali, wanaenda kupigana na nani? Bwana asifiwe. Wanaenda kupigana na nani? Hiyo ni sawa na kusema unaenda kuchinja maiti. Leo ataniona maiti, beba kisu unaenda kuchinja. Kwa sababu kwenye kambi hakuna mtu, wote wametoka kwa uwezo wa nani? Kupitia kwa watu waliodharauliwa na kutengwa. Sasa mfalme naye anaposikia, anaandaa vikosi na magari ya farasi ili kwamba waende kwenye kambi. Sasa habari ya wakoma inaishia, hawashirikishi tena katika historia yao ama hadithi yao. Walipoenda wakapata kweli walivyoambiwa ya kwamba wametoroka. Wapendwa, kuanzia hapo ikawa kama bei ya chakula imeshuka. Bwana asifiwe. Ni nani wamesababisha? Waliodharauliwa. Jirani yako leo muone kwamba hafai, siku moja atakufa. Ndugu yako leo muone kwamba hafai, siku moja atakufa. Mpita njia ambaye unakuona kila siku akipita na viatu vilivyotoboka, siku moja atakufa. Kwa maana yawezekana hata akapita wakati nyumba yako imewaka moto, akusaidie kuzima. Usimdharau mzee. Kwa maana wapendwa, katika maisha ya wokovu kuna mwanamke mzinzi, mwasherati wa ajabu aliyekuwa mzinzi sugu kwa jina la Rahabu. Mtu huyo asingeweza kuzungumziwa habari zake kwa sababu ya tabia yake chafu na mbaya. Mama huyu aliyekuwa na tabia hii chwara, siku moja katika Yoshua 2 kuanzia 9 hadi 14, siku moja Waisraeli walipotaka kupeleleza nchi hiyo ili kwamba waje kuingia, walipotuma wajumbe wakifika huko, mwasherati huyu mzinzi ambaye alikuwa amedharauliwa na kutengwa na watu watakatifu waliojiita watakatifu, ndiye aliyeokoa watakatifu wa Mungu. Wajumbe hao walipofika, mama huyu alimwambia, nimesikia habari zenu ninazo. Bwana asifiwe. Na inawezekana ukadhani ya kwamba jirani yako au mtu yule mdharau ajui habari za wokovu. Wapo wengine kwenye video wanajua habari za Yesu hata kukuliko. Wapo wengine kwenye baa wanajua habari za Yesu hata kukuliko. Wapo wengine katika vitoro vyao wanayofanya mambo ya machafu, lakini wanajua habari za Yesu hata kukuliko. Wamesubiri wakutane na mtu ambaye atawaonyesha thamani yao, watakao mthamini ili kwamba wachukue hatua ya kuingia katika ufalme huu. Bwana. Huyu mama alipoona jamaa hawa akawaambia, habari zetu tunazo, tumesikia jinsi ambavyo Mungu aliwavusha bahari ya Shamu, aliwakausha maji ya bahari mbele yenu, na jinsi ambavyo Mungu aliwasaidia kuwapiga Wamidiani na Waamoni njiani, mkafaulu kuvuka. Na tuliposikia habari hizo, mioyo yetu iliyeyuka, na tunajua ya kwamba Mungu amewapa mji huu, nanyi mtaishi, lakini mtakapoishi katika mji huu msinisahau na familia yetu. Bwana asifiwe. Wapendwa, leo hii dada yako akiwa anafanya biashara Koinange, nauliza swali nikirudia, dada yako akiwa anafanya biashara Koinange, mnaijua ya huko. Wakati unahesabu dada zako, unaweza ukasema dada yangu mkubwa ni mwalimu, mwenye anafuata ni daktari, mwenye anafuata ni mzinzi wa Koinange. Unaweza ukasema hivi. Utahesabu daktari, mwalimu na nani mwingine?
karani, mwanabiashara kubwa, lakini ukifika kwa huyo wako inani hautataja. Na hata huyo anakukumbusha na nilisikia dada yako Eva kwa inani, utamwambia shindwe. Hii ndio wale ambao mnapaka watu matope. Hautakubali huyo atajwe kama sehemu ya familia yenu. Inawezekana kwamba familia yao Rahabu hawakumtaja wala hawakumuona kama mama msichana anayefaa katika jamii yao. Inawezekana ndugu zake walikuwa wamejitenga na yeye, inawezekana wazazi wake walikuwa wamemkana kutokana na biashara aliyokuwa anaifanya, lakini alipokutana na watumishi wa Mungu akasema, iwapo mtauchukua mji huu, iwapo Mungu atatia mji huu mikononi mwenu, msinisahau na nyumba yetu. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, dada zangu, ni nani mdhaniaye kwamba hafai? Ni nani mnayemdharau? Swali, na uwezo wa kumdharau umetoa wapi? Kama Yesu angetudharau kutokana na asilia yetu, asingetupia msalaba. Kama watumishi hawa wangemdharau huyu mama Rahabu, wasingeokolewa, kwa maana angekosa mahali pa kujificha. Lakini muone, ni mzinzi, mwasherati, mchafu, anayefanya biashara mbaya, anawashika, anawaambia njooni, ingia kwenye gari ukae hapo mtulie. Wakati mfalme aliposikia habari, kwa maana hapa alimwendea mfalme akamwambia, sikia mfalme, wapo watu wapelelezi walioingia katika mji huu na wameingia kwa Rahabu, naye wamekaa huko. Waliposikia habari, tuma watu, tende mwambie atoe hao watu. Rahabu aliposikia akamwambia, sikize, watu hao kuingia ni kweli wameingia, na kuwaona ni kweli nimewaona, lakini wakati jua lilipoanza kutua, wameondoka wakihofia ya kwamba mtawapata Mungu. Lakini wako wapi? Kwenye gari. Bwana asifiwe. Mwanamke mzinzi anasaidia kutimiza mpango wa wokovu. Mwanamke mwasherati anasaidia kutimiza mpango wa wokovu. Wewe inakuweje unadharau mlevi? Inakuweje unadharau mwizi na jambazi? Hata huyo Yesu anamtaka. Anamtaka. Yawezekana ameua, lakini ni sawa, Yesu anamtaka. Yawezekana una mtu kwema ambaye ni kisani wa ajabu, lakini usitenge, usidharau, Yesu anamtaka. Katika mji mzima, baada ya Rahabu kubaliana kwenye dili hii na watumishi wa Mungu waliokuja, wakampa maagizo, fanya hivi, utaenda uwalete ndugu zako na wazazi wako, na watakapokuwa wamekuja, tafunga kitambaa chekundu, ili tutakapokuja tukiangamiza, tutakapofika kwa nyumba yako, tutaona kitambaa chekundu na tutapita nyumba yako. Bwana asifiwe. Kitambaa chekundu kinaashiria damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaokomboa wenye dhambi. Rahabu mwenye dhambi na familia yao wanaokolewa kwa damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Na wanaweka kitambaa hiki mlangoni ili watu hao wawe ndani ya nyumba, ishara ya kwamba wawe nyuma ya damu ya Yesu, wajifiche nyuma ya damu ya Yesu, ili kwamba Mungu anapoangalia asiwaone wao, aone damu ya Yesu. Saidia mtu kukutana na Yesu. Huyo mtu usiyemthamini, msaidie kukutana na nani? Kwa maana Yesu anataka. Usimdharau. 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 Ni mdhamani. Macho ya nje udanganya, mtazamo wa nje udanganya, lakini
ni tofauti na anavyoona mwanadamu. Yule mtu ambaye ameshamwangalia kwamba huyu atapigwa hataona, huyo ndio Yesu. Na si kama mtu huyo hajui kama Yesu anamtafuta, amesubiri mtu amwendee amshike mkono. Bwana asifiwe. Ni watu wangapi wameshika mkono kanisa la Yesu? Watu wangapi? Moyo wangu tukudharau. Hakuna roho. Ufalme wa Mungu umeandaliwa si kwa ajili ya watu fulani specific, lakini kwa ajili ya watu wote wataka kukubali wito wa Mungu. Ni wajibu wako na wajibu wangu kuhakikisha kwamba wote ambao tunakutana nao wapate habari hii, na isitoshe wampokee Kristo. Tumoja. Bwana asifiwe. Usidharau. Sawa, hajasoma, lakini kuna sehemu anaweza kukusaidia. Sawa, hana pesa, lakini kuna sehemu anaweza kukufaa. Wakati wewe unaenda supermarket, unanunua vitu, unaangalia, wewe unakumbuka kununua shindani. Bwana asifiwe. Wakati tajiri anaenda supermarket, huwa anakumbuka shindani. Ipo siku kitatu kinakuwa shati. Huyo kijana naye mtandao ndio saidishi. Swali, hauna pesa kununua shindani? Unazo. Lakini Mungu amemweka hapo huyo, na hiyo uwezo yake ndio ajue kwamba shindani ni ya thamani kufaa. Kwa hiyo usidharau wenzio. Maana wapendwa wa Mungu na watoto wa Mungu, tumeitwa tukapewa nafasi ambayo hatukufaa. Tuliofanya watoto wa Mungu licha ya kwamba hatukufaa kuwa watoto wa Mungu, na wasili kwa huruma za Yesu Kristo na upendo wake ya kwamba badala ya kudharau wenzetu tuwaonyeshe tumaini. Badala ya kudharau wenzetu tuwaonyeshe Kristo. Badala ya kudharau na kuwadhalilisha wenzetu tuwape tumaini la milele. Kwa maana huo ndio mpango ambao Yesu alikuwa nao, na kwa sababu hiyo utapata taji siku ambayo Kristo atafanyaje? Mungu wa mbinguni